Tumsifu Yesu Kristo, taifa la Mungu. Naitwa Dominiki Haule kutoka Media Kanisa TV. Tukiwa tunaelekea kwenye misa ya shukrani ya kijimbo ya wazee na wastaafu inayotarajiwa kufanyika Jumamosi pale parokia ya Mazese. Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, mwadhimishaji wa adhimisho la misa hii. Basi wana pekee leo nimetembelea katika parokia ya Salasala Mtakatifu Agustino hapa kuzungumza na wazee wachache kwa baadhi yao, ambao mmoja wa wazee Bibi Cecilia ni katibu wa dekania Thomas More wazee na wastaafu, lakini pia ni katibu wa parokia hii ya Mtakatifu Agustino wazee na wastaafu. Atazungumza machache kuhusiana kuelekea siku ya wazee inayotarajiwa kufanyika hapo kesho kutwa, na misa hii itaadhimishwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Basi nikukaribisha sana kiongozi wetu wa dekania wa wazee na wastaafu kuzungumzia mashangilio haya, lakini pia nini ambacho wazee wanaenda kukipata huko, lakini pia kwa yule ambaye hajawahi kwenda hakikishe ajipange kushiriki siku hii. Karibu sana, jitambulishe jina. Jina naitwa Cecilia Joseph Masana, ni katibu wa wazee parokia Mtakatifu Agustino na ni katibu dekania Thomas More. Kwa ujumla nawakaribisha wazee ambao hawajawahi kufika hii ibada. Wakifika watajisikia yani kumbe walikuwa wanachelewa. Kwa hiyo ibada itafanyika Jumamosi tarehe 14, itaanza saa 3 kamili asubuhi. Baada ya ibada tutakuwa tunakaa wazee tunaongea kubadilishana mawazo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wale wazee ambao bado wako majumbani. Unaruhusiwa kuja kusali. Baada ya hapo unaweza usikae na wazee wenzetu hao, unajiondokea nyumbani. Kwa hiyo kwa ujumla wazee tunapokutana tunabadilishana mawazo. Wewe unatoka parokia gani? Wewe unatokea wapi? Nasi sio kama ukizeeka ndio umepoteza mwelekeo kabisa. Ukikaa huku unapata mawazo, mnabadilishana mawazo mengi. Najikuta kumbe nilikuwa nachelewa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wazee walioko majumbani, walioko pembezoni za hapa karibu na kanisa la Mazese Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kuna wazee wengine wanatoka Dodoma wanakuja kushiriki ibada hii. Kuna wengine wanatokea Morogoro. Yaani wale wa karibu wameamua kuja kusali na sisi. Kwa hiyo jamani, karibuni sana wazee. Usione umezeeka uweze kufanya kitu chochote. Kuongea na Bwana Yesu ni kitu cha muhimu sana sana. Yaani unajikuta maisha yako yanakwenda tu, wewe mwenzetu mbona uzeeki? Kumbe ni ile unaongea na Bwana Yesu, unamwamini. Kwa hiyo karibuni sana 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 Jumamosi kwenye ibada. Shukrani sana. Hongera sana Bi Cecilia kwa kuhamasisha vyema kabisa. Nimeona hapo umesema kuna wengine kutoka majimbo tofauti wanakuja kushiriki adhimisho la misa hii ya shukrani kutoka Jimbo Katoliki la Morogoro, Jimbo Kuu la Dodoma pia na majimbo jirani hata ya Bagamoyo hapa watu watashiriki misa hii. Sasa mzee, wewe ambao uko ndani ya dekania hii, ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ndani ya parokia hii, jisikie na wewe moyo ule wa kushiriki. Kuna mengi sana yatapatikana hapo. Kwanza akasema mengi, unabadilishana mawazo, mnashirikishana kuhusiana na swala la kiimani, na mnaposhirikishana mnakuwa zaidi kiimani, na nyie ndiyo hazina katika kanisa. Na umeona sasa hivi kidogo kanisa linashambuliwa sana, lakini kama nyie wazee mkikaa vizuri na vijana wetu hawa kuwalisisha mafundisho yenyewe ambayo nyie kama mlivyofundishwa na sisi takiwa tulisishe, ili tulisishe na kizazi kijacho, hakika tuendelee kumtumikia Mungu huku tukilitangaza kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Sasa wazee kazi yao moja ni kutoa hiyo husia na kuhakikisha sisi vijana tunasimama imara kabisa na tusiyumbishwe na watu wasiotutakia mapenzi mema. Mimi nikushukuru sana katibu wetu wa dekania Mtakatifu Thomas More, wazee na wastaafu, lakini pia na katibu wa parokia hii ya Mtakatifu Agustino hapa Salasala kwa hayo mema ambayo ametuambia. Basi kwa pekee tutazungumza naye tena pia mzee mwingine ambaye ni bibi yetu Paulina, ambaye pia ni
kiongozi wa parokia hii ya Mtakatifu Agustino Sarasara, na yeye atatushirikisha kuhusiana na siku hii na umuhimu wake kama wazee, na kusikose siku hii. Na askofu mkuu anatamani tujitokeze kwa wingi ili tumhakikishie kuwa kanisa hili haupo peke yako, tuko pamoja na we baba. Hata kama unapitia changamoto mbalimbali, lakini sisi tutasimama pamoja na kuhakikisha tunasimama na hatimaye imani yetu inaendelewa kuhubiriwa siku zote za maisha yetu. Ndio maana tumebatizwa, tumetumwa kumtukuza Mungu na kumhubiria na kumtangaza kwa hali na mare, kupitia michango yetu, kupitia vinywa vyetu ambavyo tumejaliwa na Roho Mtakatifu. Lazima tufanye hivyo ili baadaye tuurisi ufalme wa mbingu. Tumsifu Yesu Kristo. Yuko mama yetu au bibi yetu, Bibi Paulina, hongera sana. Ndiyo, unazungumziaje siku hii ambayo inatarajia kufanyika hapa Jumamosi, na ukiwa kama kiongozi, wakaribishe wazee na utawapa ratiba nzima kuhusiana na kuelekea huko kushiriki misa hii. Karibu sana. Asante, nashukuru kwa ajili yako na namshukuru Mungu kwa kuwa ndiye aliyekuwezesha kuwepo mahali hapa. Ile siku ya Jumamosi tarehe 14 ni siku njema kwa ajili yetu wazee na wastaafu. Ni siku ya kumshukuru Mungu, na ukimshukuru Mungu unaomba tena. Ametulinda mwaka mzima, lakini tunamuomba tena hata mwaka huu awe pamoja nasi ili tuendelee. Na katika kukutana kwetu tunapata mambo mengi. Tunamtolea Mungu mapaji yetu, tunamtolea Mungu sala zetu. Kama ninavyosema, tunaendelea kumuomba. Basi siku ya Jumamosi, wazee wenzangu, wazee na wastaafu, tunajua wazee, hatutaki kuambiwa wazee wengine, ni kuanzia miaka 50. Na ukiwa umestaafu, hata ukiwa na miaka 45, lakini umeshastaafu tayari, umeshaingia katika ushirika. Kwa hiyo karibuni sana. Misa yetu itaanza saa 3. Alafu tukiwahi, kuna mambo mengine mazuri, kuna maungamo, kuna kujiandaa na ile ibada. Ndugu zangu, tusione kwamba kwa sababu tumeshatangaziwa mshiriki atatoa shilingi 20,000, lakini 20,000 sio kwa ajili ya misa. 20,000 ni kwa ajili ya sherehe itakayofuatia misa. Tunakaribishwa wazee wote tunakaribishwa tukasali misa ya kumtolea Mungu shukurani na kutoa maombi yetu. Tuna watoto, tuna wajukuu, na wote wanatutegemea sisi tuwaombee kwa Mungu, na sisi wenyewe tuendelee kuwa wazee wenye hekima ili tuweze kuwafundisha watoto na wajukuu zetu. Na hekima hiyo tunaipata wapi? Katika neno la Mungu ambalo tutaweza kusikiliza na mahubiri katika misa hiyo. Hongera sana kwa kutupa neno hili, lakini kutushirikisha kuhusiana na siku hii muhimu na watu waone umuhimu. Tushirikishe sasa ratiba yenu kama parokia mlivyojipanga kuhusiana kwenda huko, ili mwanaparokia akikusikia aone na yeye ratiba hii itakuwaje na hata imudu. Ratiba yetu hapa parokiani, tunamshukuru Mungu, tumepata washiriki 24. Lakini hiyo siku ya Jumamosi tunatakiwa saa 12 asubuhi tuwepo hapa ili tuweze kuanza safari yetu kwenda Manzese. Na unajua ukiwahi unapata mambo mengi, kwa sababu Manzese kuna maandalio kama nilivyoshasema, kuna kugawizana kupuni kule, lakini kikubwa zaidi kuna maungamo. Ukifika misa inakaribia kuanza, tutayakosa hayo, lakini tukiwahi
tutapata neema hiyo ya maungamo. Tunashukuru sana Bi Paulina kwa kutupitisha ABC kuhusiana na siku hii ya wazee. Wazee hazina ya kanisa. Hazina ya kanisa. Wazee. Basi wazee tutumie fursa hii kukaa kwa pamoja na wazee wenzetu kutoka maparokia mbalimbali, ikiwa lengo kumtukuza Mungu, kumshukuru kwa mema yote aliyotujalia. Hivyo basi kwa pamoja tujitokeze kwa wingi na tuhamasishane kwa wale ambao wanasuasua, tuendelee kuwainua kiroho ili washiriki mema hayo ambayo yatakayofanyika pale parokia ya Manzese, na mwazimishaji kama nilivyokuambia awali ni Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Hasham Yuda Tadeus Ruwaichi, ambaye ndio mwazimishaji mkuu wa siku hiyo. Tutakaa naye pamoja na kuzungumza naye kuhusiana wazee na umuhimu wao katika uwepo katika kanisa, maana wazee ndio wametulisisha, na sisi kama vijana au tunaokuwa lazima tulisishwe vyema ili kulitunza kanisa na hatimaye tuendelee kuitetea imani yetu siku zote za maisha yetu hapa ulimwenguni. Hapa nipo ndani ya Sarasara, parokia ya Mtakatifu Augustine, Sarasara, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Nikitoka hapa basi nikushukuru sana kwa kusikiliza. Mimi naitwa Dominic Haule wa Kanisa TV. Endelea kuifuatilia Kanisa TV ili uende kupata matukio mbalimbali na maadhimisho mbalimbali Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Jimbo Kuu la Bagamoyo, Jimbo Katoliki la Bagamoyo, hali kadhalika na majimbo jirani, ili tuendelee kumtukuza Mungu. Mungu ni mwema kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina ya kanisa. Amina. Kwa jina naitwa Constancia Charles Nyamitwe. Mimi ni mkazi wa hapa Sarasara. Nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu amenipa fursa kuhudhuria misa ya asubuhi. Tunaelekea hii siku, unazungumziaje kwa hii siku na ushauri kwa wazee mbalimbali katika kujitokeza au kuthamini maadhimisho kama haya ambayo yanafanyika walau kwa mwaka mara moja, ikiwa lengo ni kuwakutanisha wazee kwa pamoja, na tunasema wazee ni hazina ya taifa na kanisa kwa ujumla. Tuambie. Mimi kwa kifupi, kwa kuwa sisi ni wazee, umri unaenda, kwa hiyo napenda sana kuhamasisha wazee wenzangu hii fursa isituache, kwa sababu tunavyokutana na wamama, wababa kutoka parokia mbalimbali, kuna kitu tunajifunza kwa. Kuna wazee mbalimbali ambao pia wanazungumzia siku hii ambayo Baba Askofu watakuwa nao siku ya Jumamosi kwa ajili ya misa ya shukrani, na mengi watashirikishana siku hii. Karibu sana mzee, utushirikishe, jitambulishe jina lako, furaha yako kuelekea siku hii. Ndiyo. Unazungumziaje siku hii ya misa ya shukrani ya wazee na natarajia kufanya hapa Jumamosi kesho kutwa? Misa ya shukrani ya wazee, kwanza nimefurahi sana kwa yule ambaye uamuzi uliotolewa na uongozi. Kwa hiyo napenda kitu kama hicho kiweze kuendelea. Safi sana. Jambo kama hili liendelee, ni jambo jema kwa sababu linakutanisha wazee mbalimbali wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ikiwa ni kumtukuza Mungu na kufanya shukrani kwa uhai au na neema anazotujalia Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki sana mzee wetu. Tukutane Jumamosi Manzese.